Karibu sana mpenzi mtazamaji. Siku ya leo tunazungumza kuhusu mshtuko wa moyo na tutaangalia sababu zake, dalili zake, matibabu yake, lakini pia tutaangalia kina nani ambao kwenye hatari zaidi na matarajio baada ya matibabu. Karibu nami mpaka mwisho. Asante. Moyo unafanya kazi ya kusukuma damu kwenda mwilini, lakini pia misuli yake pia inahitaji damu yenye oksijeni na virutubishi vingine ili kufanya kazi. Shambulio la moyo au mshtuko wa moyo ni tatizo la moyo linalotokea pindi tu mtiririko wa damu kuelekea kwenye ile mishipa ya moyo unapokuwa umekatishwa. Sasa mtiririko wa damu kwenda kwenye mishipa ya moyo unaweza kuzibwa na donge la damu ambalo linakuwa limeganda baada ya sehemu ya mishipa ya damu kuchanika. Sasa kama donge hili lililotengenezeka ni kubwa, linaweza kuziba mishipa ya damu au vile vishipa vidogo vinavyopeleka damu kwenye misuli ya moyo. Sasa kama mtiririko wa damu kwenda kwenye misuli ya moyo hautarejeshwa haraka, misuli ile ya moyo inaweza kuharibika na hata kufa kutokana na ukosefu wa hewa ya oksijeni. Misuli ya moyo inapokosa damu, utaanza kujisikia vibaya kifuani. Mgonjwa anasikia kama anakandamizwa kifuani, anabanwa na wakati mwingine anahisi maumivu makali sana. Kwa wagonjwa wengine inaweza kuwa maumivu ya kadri tu. Kwa sababu kuna wengine ambao unakuta wana haya maumivu ya shambulio la moyo ambayo unakuta inafanana kama vile unavyokuwa unasikia wakati umevimbiwa au unakiungulia. Lakini unakuwa unapata shida kupumua. Kuna wengine ambao unakuta na hayo maumivu, lakini pia maumivu hayo yanasikia kama yanaenda kwenye mkono mmoja au kwenye mikono yote, inaweza kufika mpaka mgongoni, kwenye shingo, kwenye taya au kwenye tumbo. Wengine wanatapika, kichefuchefu, kizunguzungu na wanapata jasho. Sasa sio mashambulizi yote ya moyo yanaanza ghafla kama vile ambavyo tunayaona kwenye TV au kwenye sinema. Ishara na dalili za shambulio la moyo hazifanani kwa kila mtu. Mashambulizi mengi ya moyo yanaanza polepole tu, kama maumivu ya kawaida tu na kujisikia vibaya tu na baadaye. Kwa hiyo ni vizuri kama una wasiwasi wowote ufike katika kituo cha afya ili uweze kupata utambuzi na kupata matibabu. Ni kweli kwamba yapo mambo ambayo yanaongeza hatari ya kupata mshtuko wa moyo. Yapo mambo ambayo yanaweza kudhibitiwa na yapo mambo ambayo hayawezi kubadilishwa au kudhibitiwa. Mambo ambayo hayawezi kudhibitiwa ni umri. Mara nyingi unakuta wanaume wenye miaka zaidi ya miaka 45 na wanawake ambao zaidi ya miaka 55 wako kwenye hatari zaidi ya kupata tatizo hili. Lakini pia kuwepo kwa historia ya magonjwa ya ateri kwenye familia zako yanaongeza uwezekano pia. Na ukiangalia ukweli, hatari inaongezeka zaidi kama baba yako au kaka yako aligundulika kuwa na ugonjwa wa ateri za moyo akiwa na miaka 55, au ukiwa mama yako au dada yako amegundulika kuwa na ugonjwa wa ateri kabla ya miaka 65, ina uwezekano mkubwa na wewe ukapata mshtuko wa moyo. Lakini pia yapo mambo ambayo yanaongeza uwezekano wa kupata shambulio la moyo na yanaweza kudhibitiwa. Kwa mfano, natakiwa usivute sigara, shinikizo la damu lako inabidi lidhibitiwe. Kiwango kikubwa cha mafuta mwilini inabidi upate matibabu yake mapema, kupunguza uzito na kitambi, kufanya mazoezi, lakini pia kudhibiti ugonjwa wa kisukari. Ukifanya hivyo utakuwa umepunguza uwezekano wa wewe kupata mshtuko wa moyo. Ukifika kwa daktari atakufanyia uchunguzi na kufanya vipimo vya picha kama electrocardiogram kuangalia umeme unaopita kwenye moyo kama unapita vizuri. Lakini pia anaweza kufanya vipimo vya damu kuangalia kama kuna protini zinazotolewa na misuli ile ya moyo ambayo inakuta imekufa kwa sababu ya kukosa oksijeni. Kama kiwango cha protini hizi za troponin ni nyingi au ni kubwa, ina maana kwamba kuna shambulio la moyo au mshtuko wa moyo ambao unakuwa umetokea. Sasa kama daktari akiona ni muhimu, ataagiza vipimo vingine zaidi na atafanya utambuzi kwamba huu ni mshtuko wa moyo. Kwa habari ya matibabu, aspirini ni dawa nzuri sana ambayo inatolewa kwa kipindi hichi. Inasaidia au kuzuia damu ile isiendelee kuganda, lakini utapewa pia na oksijeni kama unahitaji. Watakupatia dawa kama nitroglycerin ili kuupunguzia mzigo moyo na kuboresha ule mtiririko wa damu kwenye mishipa ya moyo ambao ilikuwa imeanza kupata shida. Lakini pia watakupatia matibabu ya kupunguza maumivu yale ya kifua. Kwa hiyo dawa za kupunguza maumivu. Mara baada ya ugunduzi wa shambulio la moyo kuthibitishwa, inatakiwa matibabu yaanzishwe mapema ili kurejesha mtiririko wa damu kwenda kwenye ile misuli ambayo inakuwa imekosa. Mgonjwa anapewa dawa za kuyeyusha lile bonge ambalo linakuwa limeziba ile mishipa ili damu ianze kutembea tena. Unaweza pia kupatiwa dawa za kufanya damu kwa nyepesi zaidi ili kupunguza uwezekano wa damu kuganda. Kama dawa pekee hazijaweza kukusaidia damu kuendelea kupita ile sehemu, basi unaweza kuhitaji kufanyiwa upasuaji ili lile bonge liondolewe ili damu iweze kupita vizuri kwenda kwenye hiyo misuli.
Sasa kama unahitaji kujua zaidi kuhusu hili, tembelea tovuti yetu www.wikielimu.org kujifunza zaidi. Watu wengi zaidi wanaweza kupona baada ya shambulizi la moyo ikiwa watapata msaada haraka ndani ya saa moja. Kati ya watu ambao hufa kutokana na shambulizi la moyo, karibu nusu yao wanakufa ndani ya saa moja baada ya dalili kuanza na kabla ya kufika hospitalini. Kwa ni vizuri kuwahi sana ukipata mshtuko wa moyo. Ukipata mshtuko wa moyo, ukipata matibabu mapema inasaidia sana. Mpaka wakati mwingine, hii ni Wiki Elimu. Kazi yetu ni kuwaunganisha wagonjwa kutoka Tanzania kupata matibabu India, South Africa, Uturuki na USA kwa urahisi kabisa. Tutakuunganisha.